Kama unajua neno kuratibu, kwa lugha nyingine kupangilia, Mungu ndiye mratibu wa kwanza. Mungu ndiye mratibu wa kwanza. Ina maana kila alichokifanya kiliratibishwa. Ndiyo maana utasoma kwenye Biblia uone jinsi Mungu alivyo tofauti. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo hadi hautao kwamba mpango wa Yesu kuja kufa hapa umewekwa wazi huku mwanzoni, kwa sababu tu kwenye Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 15 ndio inasema kwamba wokovu wetu utakuja kupitia mzao wa mwanamke. Lakini ili uelewe vizuri hilo andiko, nenda kwenye Ufunuo sura ya 8 mstari wa 13. Sura ya 13 mstari wa 8 anakuambia hivi: kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya msingi ya ulimwengu haijawekwa, atamsujudia mnyama. Tuko pamoja wapendwa? Ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana mpango wa Yesu kuja kufa uliandaliwa kabla, uliratibishwa kabla. Amen. Nimetaka niweke hili kwa sababu ndio linabeba somo letu. Somo letu ni kutaka tujifunze juu ya nyakati, kufahamu nyakati. Kwa hiyo wewe unaiandika, somo letu ni kufahamu nyakati. Vitini vinakuja tu baadaye, yule ambaye atahitaji atapata. Somo letu ni kufahamu nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi la Paulo kumwandikia Timotheo hapa tulikosoma, kusudi lake lilikuwa nini? Tumesema kusudi la Paulo kumwandikia Timotheo, aliandika waraka huu wa pili ili kumtia Timotheo moyo abaki mwaminifu kwa Mungu, aendelee kuhubiri Injili, ashikamane na neno la kweli na asimame imara katikati ya mateso na uasi wa nyakati za mwisho. Narudilia, lengo au kusudi la Paulo kumwandikia Timotheo waraka